Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii na mimi kuwa mmoja wa mchangiaji katika hotuba ya Waziri Mkuu. Najua kwenye hotuba ya Waziri Mkuu huwa tunaogelea kwa sababu yeye ndo mtendaji mkuu wa serikali, kwa tunaongea chochote. Kwanza nianze kutoa pongezi ya kwanza kwa sababu leo tumeona nchi jirani yetu mafuta hawana kabisa. Kwa hiyo nitoe pongezi kwa serikali. Leo hii nchi yetu ina mafuta na sisi wengine kama tulivyosema ni wachunguzi, tunajua mpaka ya Mei yapo, na niipongeze kwa kutafuta mafuta mpaka Ulaya, kwa sababu najua kuna meli zinazokuja sasa hivi zinatoka nchi za Ulaya. Kwa hiyo nipongeze hivyo, ila niwashauri tu kwamba waendelee kuchakata kwenye hizi baadhi ya tozo watoe, ili kidogo iwaletee Watanzania nafuu. Hiyo nilikuwa nataka kutoa pongezi, lakini mimi nitajikita kama walivyojikita wenzangu kina Tarimba na wasemaji wengine waliopita kuhusu habari ya barabara. Kwenye barabara zote TANROADS pamoja na TARURA, kwanza watendaji wao wakuu wanafanya vizuri sana, na kwenye TARURA na TANROADS na watumishi wote wako vizuri, ila kwenye upande wa pesa imekuwa shida. Kwa tukao tunamwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu aangalie hii kitu. Leo tunazungumza tu kwamba kuna hichi, lakini tunajua nchi yetu imetoka kwenye uchaguzi mbili za serikali za mitaa pamoja na chaguzi kuu, ina shida ya pesa. Lakini tukiangalia wananchi hawajui hilo, wanachotaka kuona ni barabara zipo. Ukiangalia kama kule kwangu, jimboni kwangu, kwenye hii mvua madaraja mengi yameondoka, barabara nyingi zimekatika, na ukiangalia kwenye upande wa TANROADS barabara la daraja la Matale sasa hivi imeshakuwa shida, na lile linaunganisha kati ya Gairo na kata nyingi pamoja na Kilindi. Kwa daraja la Matale limekuwa shida, lakini sio huko tu, ukienda hata kwenye mabarabara makuu Dodoma Morogoro imekuwa shida, ukienda Dar es Salaam Lindi imekuwa shida, ukiangalia Singida mpaka Nzega shida, ukiangalia Katesh kwenda mpaka pale Babati shida. Sasa kama tumekaa na hakuna ufumbuzi wa aina yote, itakuwa ni shida. Tuseme kwamba tungoje sijui tugue kodi za mafuta, tungoje hiki, labda ningesema Tarimba pale alisema kama inawezekana serikali ikope, kama kuna mikopo nafuu ikope, itengeneze hizi barabara, sivyo zitaongezeka. Mwishoni serikali itashindwa kutengeneza barabara zote, kwa sababu tuna kilomita zaidi ya 14,500 za lami. Sasa barabara zote zikianza kufa zitatengenezwaje? Kwa hiyo tujikite tuangalie kama kuna mikopo nafuu, serikali ichukue. Mwache habari hii ya kuogopa hivi vitu, mradi tu muone kwamba hii mikopo haina ufisadi, iko salama. Kopeni barabara hizi zitengenezwe, sivyo nchi nzima itakuja kupisha barabara zote kwa mara moja. Kingine ni habari, wabunge wengi wamezungumza kuhusu habari ya majengo. Hata kuna dadangu hapa alizungumza, alikuwa wa kwanza. Haya majengo mengine mwananchi kaamua kujenga nyumba ya mtumishi kwa sababu wanapenda watumishi wao huko vijijini, wameamua kujenga darasa, wameamua kujenga labda zahanati. Lakini ukiangalia imefika kwa mfano kama pale Magoweko kata ya Gairo pale, watu wamejenga zahanati iko muda mrefu kwenye renta, lakini zikija pesa zinatafuta miradi mipya badala ya kumalizia ile. Mngekuwa mnatoa hii mradi ya kumalizia hizi zahanati na haya madarasa na vitu vingine, mwaunge mkono wananchi wapate nguvu, hata siku nyingine waendelee kujitolea. Na kuna lingine la bandari kavu hili, naona sasa tulikaa hapa bungeni tukajadili, na mimi labda ndio nilikuwa mtu labda wa kwanza saa nyingine kwenye kuzungumzia kuweka bandari kavu pale Kwala, kwa sababu pana reli ambayo inaunganisha na ile bandari, ile reli ya kwenda Arusha. Bandari ile kavu ilikuwa imejengwa kwa lengo moja tu la kupunguza foleni kwenye jiji la Dar es Salaam na sehemu nyingine. Bandari ile
imekwenda imefunguliwa na Mheshimiwa Rais, na mara ya kwanza miaka 5 nyuma 4, wale bandari wenyewe walinunua vichwa vya treni viwili, baadaye wakavikabidhi kwenye watu wa reli TRC kwa ajili ya kuchukua makontena pale bandarini kuleta kwenye bandari kavu ya Kwale ambayo hamna foreign wala nini kwa treni. Na juzi tumemsikia waziri wa uchukuzi tena anasema wana vichwa 5 vya treni, lakini haya maneno yamekuwa hadithi. Bado kuna swali mimi najiuliza, je, huu mpango kuna rushwa inatembea? Kwa sababu leo ukienda Dar es Salaam, ukienda Mwenge, ukienda hata maeneo ya jeshi, hata ukienda pale Jangwani, kila kona, ukienda Temeke ni makontena tu, bandari kavu. Kwa hiyo mnazidi kuongeza foreign kwenye lile jiji, kwa sababu unapotoa bandarini kwenda kwenye dry port za mjini unatumia magari, hamna reli pale, kwa hiyo mnaongeza tu. Sasa ile bandari kavu ina mahekta na mahekta pale Kwale. Kwa nini watu hawataki kutumia ile bandari kavu? Kuna kitu gani? Wanataka tu kutumia zile bandari kavu za watu binafsi? Kuna nini hapa? Hii bandari kavu ambayo ya watu wa bandari wenyewe haitumiki. Kwa hiyo foreign accident mengi, jiji la Dar es Salaam lina foreign nyingi, na sasa tena mmeongezea. Sasa hivi mnatoa vibali kila kona. Mwenge bandari kavu, ukienda sijui mpaka Bunju bandari kavu, ukienda wapi bandari kavu, na hakuna logistic yote ya kupeleka hizo zaidi ya kutumia barabara. Kwa badala ya kupunguza, sasa mnaongeza tena foreign. Mimi nilikuwa namuomba waziri mkuu na namwamini kwamba aangalie hivi vitu, kuna kitu gani? Hizi bandari kavu tumezungumza muda mrefu sana. Sasa kuna haja gani ya kuweka bandari ya Kwale hapa? Sasa hivi hapa mkija watu wana mipango mipya. Unasikia sasa hivi tunajenga bandari kavu Dodoma. Yaani tayari ile iliyoko pale imejengwa, imeisha, ina vifaa, haifanyi kazi. Mnapanga mpango wa kwenda kujenga bandari kavu tena nyingine. Kwanza ianze kazi ile. Halafu ikitoka pale ije sehemu nyingine. Kwa hiyo nilikuwa namuomba sana waziri mkuu, na tunamwamini afuatilie hivi vitu, kwa sababu unajua vitu vingine sio mpaka uwe mtaalamu, sio mpaka uende ukasomee hivyo. Hata vitu vya kusomea hapa kwamba kuna ulaji unaliwaliwa hapa mpaka uende shule, si hata macho unajua tu hapa pale tayari. Ndio maana huwezi ukaweka bandari kavu pale Kwale, ipo imegharimu, na kila siku watu waenda jisifu, tunaichi, kazi haifanyi. Foreign iko pale pale. Ile inaweza ikachukua hata mlete meli 100, kwa sababu wana eneo kubwa, mahekta na mahekta. Nini kinachosumbua mpaka ile bandari kavu isifanye kazi? Na ukiambia nafanya kazi vikontena vidogo tu vya kufurahisha watu. Leo jiji la Dar es Salaam limekuwa na foreign za kutosha, na lazima tuishukuru sasa hivi NCCF kwa kubali kujenga barabara 6 kutoka Dar mpaka pale Chalinze, na tuwashukuru bandari wenyewe, wako kwenye mazungumzo nao wakubali, hata walazimishwe kujenga barabara ya kutoka Chalinze mpaka Morogoro, hiyo barabara 6. Na sehemu nyingine taasisi kama hizi zilazimishwe kutengeneza mabarabara huko mikoani. Kuna foreign, kwa mfano ile ya kutoka Manaki Military Transporter kutoka pale Tunduma kuja mpaka Mbeya, pale sio pa barabara 4, hii barabara 6 zimeimbwa miaka na miaka. Sasa hivi unakuta tu madereva wanapiga picha, wanakula ugali, wanasonga ugali, maanake mtu kutoka Mbeya mpaka aje afike pale Tunduma ndani ya nchi moja tu anatumia siku nzima au siku 2. Sio watu mataasisi ya serikali yenye fedha yalazimishwe kufanya vitu kama hivyo. Sio kila kitu tutumie wageni tu, tunangoja sijui PPP wakati na taasisi zenye fedha tunaweza tukafanya nazo PPP. Sio mpaka tungoje tu aje Mchina, aje nani. Haiwezekani kitu kama hicho. Mimi nilikuwa leo sina mengi ya kuzungumza, na kushukuru sana mwenyekiti, na nafikiri waziri mkuu namuona hayupo hapo, lakini alipo amenisaidia, atanisikia huko alipo. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Ahmed Shabibi.